Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunamtazama mkuu wa jeshi la Iran ambaye anasema ikiwa Marekani itaamua kufanya shambulizi lolote liwe kubwa ama dogo, hakuna Marekani atakayesalimika. Mkuu wa majeshi hayo ya Iran amesema kwamba vikosi vya jeshi viko tayari kwa ajili ya kulipiza kisasi. Mkuu huyo wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameonya kuwa mahesabu yoyote ambayo Marekani itaamua kushambulia dhidi ya Iran, majibu ya Iran yatakuwa ni mabaya mno kiasi kwamba hakuna Marekani ambaye ataweza kusalimika na mashambulizi hayo. Meja Jenerali Abdurrahim Mousavi alitamka hayo mnamo Jumatatu siku ya Februari 2 na kuongeza kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran vimejiandaa kutoa jibu kali kwa vitisho vya maadui. Anasema, tunachofikiria ni ushindi tu. Hatuogopi nguvu ya kijuujuu za adui na tuko tayari kikamilifu kwa makabiliano na kumpiga adui kofi la kulipiza kisasi, amesema Jenerali Mousavi. Ameongeza kuwa taifa la Iran limesimama kidete kwa muda mrefu dhidi ya kiburi na uchokozi wa Marekani na kuilazimisha kushindwa kwa mara nyingine tena, ikiwa ni pamoja na katika vita vya karibuni, vita vya pande nyingi na vita vya kigaidi vya hivi karibuni ambavyo vilivuruga hesabu za maadui. Mousavi anasema kwamba moja kati ya jambo ambalo huenda likafanyika safari hii ni kuhakikisha popote ambapo kuna rasilimali ya Marekani lazima ishambuliwe, pamoja na maeneo yenye kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Zote hizo zitafikiwa na mashambulizi ya Iran. Mkuu wa majeshi ya ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ametamka haya akiashiria machafuko na ghasia za magaidi za karibuni katika taifa hilo la Kiajemi zilizofadhiliwa na Marekani na Israel kwa lengo la kubadili mkondo wa maandamano ya wananchi kuhusu masuala ya kiuchumi na kuwa machafuko. Hata hivyo, magaidi hao walikabiliwa na idara ya intelijensia ya Iran na askari wa usalama. Meja Jenerali Mousavi amesema kuwa kosa dogo la adui litatoa mwanya wa Iran kuchukua hatua kubwa sana. Dunia itashuhudia sura tofauti ya Iran yenye nguvu na hakuna Marekani atakayekuwa salama, na moto wa kanda hii utaiunguza Marekani na waitifaki wake, amesisitiza Jenerali Mousavi. Hata hivyo, washirika wa Marekani hawakubaliani na mpango wa vita ambavyo vitaweza kuendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kila taifa likisema kwamba halitakuwa tayari kuona mashambulizi ya Marekani yakianzia katika taifa lake. Hata hivyo, moja kati ya jambo muhimu ambalo wakati huu linafanyika ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na uelekeo wa mazungumzo, lakini mazungumzo haya wakati huu hayahusiani tena na masuala ya maandamano, isipokuwa ni mazungumzo ambayo yanahusiana na mpango wa nyuklia wa Iran. Inadaiwa kwamba Rais Masoud Pezeshkian amekubaliana na mpango wa mazungumzo hayo, huku viongozi wa kidiplomasia akiwemo Abbas Araghchi wakiandaa mazungumzo hayo. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Rais Masoud Pezeshkian ni kwamba mazungumzo hayo yatafanyika katika hali ambayo hakutakuwa na unyanyasaji, lakini pia hakutakuwa na kulazimishwa kwa jambo lolote, hasa suala hilo la nyuklia. Kwa hivyo baadhi ya wachambuzi wa mambo hasa nchini Israel wanaonya wakisema kwamba bila shaka hakutakuwa na makubaliano yoyote ya nyuklia kati ya Marekani na Iran, na hivyo kusalia kwa namna yoyote ya kujipanga na vita. Kwa hivyo jambo ambalo linaonekana wakati huu ni kwamba kuiepuka vita ya Iran na Marekani bado ni ngumu kuamini mpaka pale ambapo kutakuwa na mafikiano. Hata hivyo, baadhi ya mataifa kama vile Uturuki imeiomba Iran kuhakikisha inahamisha uranium iliyorutubishwa ambayo ni zaidi ya kilogramu 400 kutoka Teheran hadi nchini Uturuki. Lakini hilo ni jambo ambalo pia lipo katika mjadala mzito nchini Iran na inaonekana ni vigumu kwa Iran kukubaliana na mpango huo. Jambo jingine ambalo wakati huu linatajwa ni kwamba ni kuhusu mpango wa makombora ya ballistic ya Iran. Marekani inataka Iran isiwe na makombora ya ballistic kwa sababu ni hatari kwa taifa la Kiyahudi la Israel. Hata hivyo, Iran imesema moja kati ya mstari mwekundu ni pamoja na suala la makombora yake ya ballistic ambayo ni kwa ajili ya kujilinda zaidi. Maana yake ni kwamba wa magharibi hasa Marekani pamoja na Israel na waitifaki wengine wanataka Iran isiwe na makombora ya hali ya juu ya ballistic ili tu waweze kuikabili wapendavyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii
ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri duniani.